Basi kama upo tayari kusikiliza maneno uzima, utashika Biblia yako kama unayo, lakini pia na daftari lako na kalamu yako, kwa kuwa tunaenda darasani sasa kujifunza maneno ya uzima. Yule ibilisi ambaye anataka kusema ndani ya moyo wako kwamba umechelewa, anza kumkemea kuanzia sasa hivi. Bwana Yesu na asifiwe sana. Siku ya Jumapili ni siku ya Bwana na imejaa baraka kuanzia asubuhi mpaka jioni. Nikupe tu mfano mrahisi, Roho Mtakatifu aliwahi kunifundisha. Wangapi walishawahi kutumia simu ambazo zina uwezo wa kupakua au kudownload kitu? Au tunajua hiyo sayansi? Sote tunajua, si kweli? Ukiwa una download kitu chochote, labda tuseme ni wimbo fulani, una download katika mtandao au unaurusha hata kwa kutumia simu Bluetooth au njia nyingine yoyote, huaga inaanza kuhesabu pale 1, 2, 3, si ndio? Au unaona kuna kialama kama kinasogea mpaka kijae, ndio inaonyesha kwamba tayari ile kile ulichokuwa unakifanya kimekamilika, si ndio? Sasa kikawaida huaga inapoanza uvumilivu wa inapoanza kudownload unatakiwa ule mpaka karibia na mwisho. Ikifikisha 99.9 alafu ukakata, inakuwa hujafanya kitu. Si ni kweli? Kwa ni hivyo pia katika swala la kiroho. Na Jumapili kama hizi ni muhimu kuwepo katika ibada kuanzia mwanzo wa program mpaka mwisho wa program. Unaweza kuwa mvumilivu kuanzia asubuhi, ukafika dakika ngapi ukakata tamaa, ukasema ngoja sasa niondoke au nisisikilize, ukajikuta umekata baraka zako zote. Jina la Yesu Kristo libarikiwe sana. Kwa hiyo hata tunapotoka hapa sio mwisho wa ibada. Baada tunaendelea nazo katika siku ya Bwana hata tunapotoka hapa. Kwa tunapotawanyika, chukua nafasi, kama hauna kazi ni ratiba nyingine ya kikanisa, tenga muda wako soma neno la Mungu. Tenga muda wako tafakari yale ambayo umejifunza. Tenga muda wako omba vipengele ambavyo tumeomba. Bwana Yesu na asifiwe sana. Ndivyo ambavyo utathibitisha siku yako na kuchukua baraka za siku nzima. Lakini ukisema nimeshatoka, nikaenda nyumbani, ukaenda kulala na kufanya mambo mengine, unajikuta hata yale ambayo umeyapokea yote umeyaflash. Jina la Yesu libarikiwe sana. Naamini katika kanisa hili Bwana atatusaidia, tutakuwa watu namna hiyo. Na pia usichoke kuja sehemu kama hizi kuwepo ibadani. Kwa sababu katika Biblia Mungu aliwaambia wana wa Israeli wakusanye katika siku 6, lakini siku ya 7 wasikusanye chochote. Lakini ile siku Mungu aliwabarikia mara 2. Kwa hiyo unapokuja mahali hapa na kutenga muda wako, haujaja kupoteza muda, lakini umekuja kukusanya baraka, kwa sababu baraka zako zipo. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo kama leo hii umeomba kuhusiana na kibali, fahamu kibali kinaendelea mpaka jioni saa 12 siku inapoisha, bado unaendelea kutengeneza kibali chako. Sawa, basi leo hii tutaenda kujifunza somo ambalo linasema ifahamu nguvu ya damu ya Yesu Kristo. Ifahamu nguvu ya damu ya Yesu Kristo. Huu ni mfululizo wa masomo, tutakuwa na Jumapili 3 ambazo tutakuwa tunajifunza mada hii inayohusu damu ya Yesu Kristo. Tutakuwa tunajifunza kuhusiana na damu ya Yesu Kristo, nguvu ya damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo Mungu akikupa neema, usikose Jumapili hata moja, kwa sababu Jumapili ya mwisho itakuwa ni Jumapili ya kushiriki. Kwa hiyo tutaanza kujifunza kuhusu damu ya Yesu, lakini tutamaliza na kuinywa damu ya Yesu kwa namna ya mwili. Jina la Yesu Kristo libarikiwe sana. Kwa hiyo kuwa makini sana hichi kipindi. Mwambie Roho Mtakatifu akusaidie uelewe tutakachojifunza, lakini pia utakaposoma wewe mwenyewe pia upate na mambo mengine ya ziada. Kwa leo hii tutaanza na mada ya kwanza. Tutakuwa na mada 3. Leo tutaanza na mada ya kwanza, Jumapili inayokuja mada ya pili. Ile Jumapili inayofuata itakuwa ni mada ya 3. Mada ya kwanza leo hii tutajifunza kuhusiana na sauti ya damu ya Yesu Kristo. Sauti ya damu ya Yesu Kristo.
kuna umuhimu mkubwa sana kuelewa damu ya Yesu Kristo, nguvu yake na jinsi inavyofanya kazi. Lakini naomba nisome kwanza kitabu cha Ufunuo sura ya 12 na ule mstari wa 7 hadi ule wa 12. Kitabu cha Ufunuo sura ya 12 na ule mstari wa 7 hadi ule mstari wa 12. Ufunuo sura ya 12 mstari wa 7 hadi ule mstari wa 12. Nisikilize kwa makini. Biblia inasema hivi: kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani. Huu ni nyoka zamani, anaitwa Ibilisi na Shetani, audanganye ulimwengu wote. Akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Mstari wa 10. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Sasa mstari wa 11 ambao ndio msingi wa neno letu. Nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Biblia inatufundisha kwamba watu ambao wamempokea Yesu Kristo, kitu pekee ambacho atakitumia kumshinda shetani, jambo la kwanza ni damu ya mwanakondoo na neno la ushuhuda wao au neno la Mungu. Silaha pekee ambayo shetani anaiogopa mtu akiwa nayo ni neno la Mungu, neno la ushuhuda, ndio neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Kristo alipochukuliwa na shetani, alipoenda kujaribiwa kule jangwani, alipochukuliwa na roho kupelekwa jangwani, akiwa kule jangwani, mjaribu alimjia akamwambia, ikiwa ndio mwana wa Mungu jitupe chini, kwa kuwa imeandikwa, atakuagizia malaika zake watakuchukua mguu wako usijikwae. Kristo alitumia neno la Mungu au neno la ushuhuda na kumwambia tena, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Jaribu la pili tena akamfuata akamwambia, geuza mawe haya yawe mkate, kwa sababu Kristo alikuwa anasikia njaa. Kristo akarejea kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura 8 akasema, tena imeandikwa, mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu. Ikiwa na maana kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, bali ataishi kwa neno la Mungu. Alirejea maandiko, neno la ushuhuda. Ndilo ambalo Kristo alimshinda nalo shetani na alimwacha hapo. Baada hapo shetani alimwacha Kristo kwa muda. Lilikuwa ni pigo la kwanza ambalo Kristo alimpiga shetani kupitia neno la ushuhuda. Lakini pigo la mwisho lilikuwa ni pale Calvary. Kristo alipomwaga damu yake, alipoenda kusulubiwa pale ndipo shetani alipopoteza ushindi moja kwa moja. Kwa silaha kwanza ilikuwa ni neno, silaha pili ilikuwa ni damu. Na hapa kitabu cha Ufunuo tunafundishwa kwamba wale wakamshinda kwa neno, kwa damu ya mwanakondoo, sio damu yao binafsi, lakini kwa neno na kwa neno la ushuhuda, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Jina la Yesu Kristo libarikiwe sana. Sasa neno tunajifunza kila siku hapa jinsi ya kulitumia neno la Mungu kumshinda Ibilisi. Ndio maana tuna vipindi vya Bible study, tuna vipindi vya maombi ya kujijenga kiroho kupitia neno la Mungu, lakini pia tuna vipindi vya kujifunza Biblia kila Jumapili na kila siku zote tunazokusanyika mahali hapa. Ni nadra sana tunajifunza masomo yanayohusiana na damu ya Yesu. Na leo tunaenda kuanza kujifunza masomo haya ili tuweze kujua nafasi zetu na pia tujue silaha tulio nayo ni silaha namna gani. Amen. Sasa nimesema tunaanza na mada ya kwanza ambayo inasema sauti ya damu ya Yesu. Ifahamu sauti ya damu ya Yesu. Damu inayo sauti. Damu inayo sauti. Bwana Yesu anasifiwe sana. Sifa ya damu ni nyingi. Sifa za damu ni nyingi. Kwa wanasayansi au biolojia ya mwili wa mwanadamu au mnyama yote, wakitaka kujua undugu ulioko kwa huyu mtu na mwenzake,
hawatumiagi sura kwa sababu sura zinafanana. Haujawahi kupita mahali ukamwona mtu anafanana na mtu fulani unayemfahamu? Ulishakutana na hiyo hali, si ndio? Haujawahi kusikia mtu anakuambia kuna mtu anafanana na wewe mahali fulani? Haujawahi kukutana na mtu alafu ukaona mbona kama huyu anafanana na fulani? Hawa watu wawili wanaweza kuwa na sura zinazofanana lakini sio ndugu. Kwa hiyo kipimo cha muonekano hakielezei undugu wa mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakielezei undugu wa mtu, isipokuwa kitu pekee ambacho kinaweza kikaelezea undugu wa mtu, hata kama watu hawafanani rangi, hawafanani sura, ni kitu kinachoitwa damu peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi hapa ni mweusi, si ndio? Lakini ninao ndugu ambao ni weupe kabisa kabisa, kiasi cha kwamba nikiwekwa hapa na ndugu yangu huwezi kusema hawa watu wana undugu. Lakini nikiwekwa na mtu ambaye anakaribia kufanana sana na mimi, ambaye ni rafiki, unaweza ukasema yule ndo ndugu yangu. Ila tukienda kupima damu, tunakuja kukuta taarifa zinasema kwamba mimi na undugu na huyu mwenye rangi nyeupe, na yule pia kipimo anakuta ana undugu na mimi mwenye rangi hii nyeusi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu damu inatoa taarifa, inayo sauti, inakwambia na inawaambia watu kwamba huyu ni ndugu wake huyu, katika uhalisia na katika uhakika wa 100%. Bwana Yesu asifiwe sana. Damu inaelezea hali ya afya ya mtu. Ukitaka kujua mtu ni mzima au sio mzima, mara nyingi inatumika damu kuelezea. Kuna watu ambao wanaweza kuwa wanatembea hawana shida yote, lakini ukienda kupimwa kwenye damu zao zinaonyesha kwamba wana maradhi, wana magonjwa au wanao afya. Na kuna watu ambao wanaonekana kama ni wagonjwa, lakini ukienda kuangalia kwenye damu zao unakuta hakuna kitu yote, hakuna kitu chochote. Kwa hiyo muonekano wa nje hauelezei sana kuliko damu. Maneno hayaongei sana kuliko damu. Nikimleta ndugu yangu hapa, kwa sababu hatufanani sura, hatufanani rangi, hatufanani kimo, hatufanani jinsia, nikianza kukuelezea kwamba huyu ni ndugu yangu, bado maneno yangu hayatoshi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikianza kumkana huyu ndugu yangu, bado maneno yangu hayatoshi. Lakini damu tu inaweza ikanena, ikazungumza, na kile kitu kikaa ni uhakika na kikathibitika. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio nguvu iliyoko katika damu. Damu inayo sauti. Sasa leo hii tunaenda kujifunza kuhusiana na damu ya Yesu Kristo. Sauti iliyoko katika damu ya Yesu Kristo. Amen. Naomba tusome kile kitabu cha Ibrania sura ya 12 na ule mstari wa 24. Kama uzi kufika hapo unaweza kusoma katika madhabahu, ipo hapo. Ibrania sura ya 12 na ule mstari wa 24. Waebrania sura ya 12 na mstari wa 24. Neno la Mungu linasema hivi: na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Habili. Na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Habili. Wangapi wanamjua Habili au wanamkumbuka? Habili alikuwa ni kaka yake mdogo wake na Kaini. Ndio walikuwa watoto wa kwanza wa Adam na Hawa. Lakini tunajua habari kwamba Kaini alikuja kumuua Habili. Na alipomuua alizikwa. Damu yake ilimwagika ardhini. Ilipomwagika ardhini ikaa iko kule. Sasa ni kama alisaulika, lakini Biblia inatufundisha kwamba ile damu yake ilikuwa inanena. Ilikuwa inazungumza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kilichokuwa kinazungumza sio Habili, lakini damu yake ndio ilikuwa inazungumza, kwa sababu damu ndio inatoa taarifa zilizo sahihi, sio kinywa. Ukisoma kile kitabu cha Mwanzo, labda tuone kwenye kitabu cha Mwanzo pale ndio tutaelewa vizuri. Kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo sura 4. Naomba nisome mstari wa 8 na kuendelea. Kuna msingi nataka niweke, naomba tufuatilie kwa makini. Mwanzo sura 4 mstari wa 8 nasema, kwa Kaini akamwambia Habili nduguye, twende uwandani kiwanjani. Ikawa alipokuwa hapo uwandani, Kaini akamuinukia Habili nduguye akamuua. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Akasema, sijui mimi,
sijui mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Kaini anamjibu Mungu. Akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Sauti ya damu, sio sauti ya Habili. Sio sauti ya Habili, ni sauti ya damu ya Habili ndio inayomlilia Mungu kutoka katika ardhi. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake, ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Kwa hiyo wakati Habili yuko duniani anaendelea kuishi, kuna taarifa zinaingia kwenye damu yake, maisha yake yamerekodiwa kwenye damu yake. Ukamilifu wake unarekodiwa kwenye damu yake, akisema mimi ni mtakatifu, mimi namcha Mungu, haielezei chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Haki yake ipo katika damu yake. Undugu wake upo katika damu yake. Kila kitu kipo katika damu yake. Kwa hiyo ile damu ilipoenda ardhini, ilibaki katika ardhi, roho ya Kaini iliondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa sababu damu inabeba kumbukumbu ambazo ni za uhakika na za daima, na ile kumbukumbu ipo katika ardhi, Mungu anasikiliza sauti katika damu na sio sauti ya roho ya yule mtu aliondoka. Ikiwa kule ardhini, ile damu inaanza kupeleka taarifa, inaanza kulia mbele za Mungu. Nimekosea wapi? Nimefanya nini mpaka nastahili hiki kitu? Nimekosea wapi Mungu wangu? Sio ilikuwa inalia ikimlilia Kaini. Habili, sauti ya Habili ilikuwa imlilia Kaini, ilikuwa inalilia Mungu. Inaenda mbele za Mungu kuuliza kwa nini haya yametokea. Inatoa taarifa. Ni damu inazungumza, Habili hazungumzi. Ni damu ndio inayozungumza, sio Habili. Habili hakuwa azungumzi chochote, hakuwepo katika ardhi Habili. Ile damu yake ilikuwa inatoa taarifa, inazungumza, inanena. Sasa jambo hilo alikujulikana, Kaini akajua imeisha pale. Kwa hiyo akamuua Habili. Habili akawa amepotea. Sasa angalia, Mungu anakuja kumuuliza Kaini, anamwambia umefanya nini? Iko wapi ndugu yako? Anamwambia mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Yaani alikuwa na majibu kwa Mungu kwa namna hiyo. Mungu akamwambia sauti ya damu ya ndugu wako nanililia kutoka katika ardhi, sio kutoka mbinguni. Sio kutoka peponi, kutoka katika ardhi. Sasa hiyo ardhi ambayo inalia, umelaaniwa wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Maanake ardhi haiwezi kupokea, haiwezi kustahimili ile sauti, ni kelele, ni miti. Unajua tetemeko la ardhi siku zote likitokea, huku chini kuna tetemeko. Ardhi inakuwa inashindwa kustahimili mpaka yenyewe inatetemeka, inaleta madhara juu. Na mitetemeko yote inatoa sauti. Sasa kuna sauti ya mtu aliyekufa huko. Damu yake, sio sauti yake, damu yake inaanza kulia kutoka ardhini. Ardhi inasikia, inatoa sauti, Mungu anaisikia ile ardhi. Alafu anamwambia Kaini, umelaaniwa wewe. Hiyo nchi ambayo ulikuwa unailima haitakuzalia. Tusome pale, nirudie pale kusoma. Mstari wa 11. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake, ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Utakapoilima ardhi haitakupa mazao yake. Utakuwa mtoro na mtu asiyekuwa na kikao duniani. Kaini akamwambia Bwana, adhabu yangu imenikulia kubwa, haichukuliki. Tuishie tu hapo. Yaani baada ile hukumu, maana ile adhabu ilikuwa ni kubwa sana kwa Kaini. Unajua ni kwa sababu gani? Kaini alikuwa ni mkulima wa ardhi. Kaini alikuwa ni mkulima. Alafu Habili ndo alikuwa mfugaji. Kwa hiyo wakati analaaniwa, alikuwa anajua kwamba nikimuua huyu nitaendelea kulima katika ardhi. Lakini baada ya pale atusomi tena kuona Kaini akiwa anaendelea kuwa mkulima wa ardhi. Aliacha kazi ya kulima pale pale, kwa sababu kila atakachokilima kilikuwa kimpi mazao yake. Akawa mtoro na mtu asiyekuwa na kikao duniani. Mahali alipofika palikuwa ni pamoto. Ardhi anayofika alikuwa ni moto, anakimbia sehemu nyingine, apakaliki, kila mahali mambo yamekuwa magumu. Kaini wewe. Kwa sababu gani? Bado kuna sauti ya damu katika ardhi inazungumza. Hilo jambo likaendelea hivyo. Kristo sasa katika Agano Jipya, Roho Mtakatifu anakuja kulileta katika kupitia mwandishi wa kitabu cha Ibrania.
Anasema kuna damu nyingine ambayo hiyo inanena mema kuliko ile ya Abili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo damu ya Kaini, ya Abili, iliachia laana kwa Kaini na uzao wake wote. Kwa maana baada pale utaona watoto wake walilaaniwa kwa laana ile ile, watoto wa Kaini. Ardhi ilikuwa inasema, kwa sababu kuna damu ya mwenye haki mmoja ile mwagwa katika ardhi. Bado inazungumza, haijatolewa. Sasa kulipokuja nyakati mpya za matengenezo ya mambo yote, akaja mtu mmoja ambaye ni mkamilifu. Mtu mmoja ambaye ni mkamilifu, ambaye anaitwa mwana wa Adamu. Niliwahi kutafakari pia kwa nini Kristo alijiita mwana wa Adamu. Kwa sababu mwana wa kwanza wa Adamu aliyekuwa mwenye haki alikuwa ni Habili. Damu yake ilipomwagika katika ardhi ilileta matatizo makubwa sana. Ogopa sana kitu ambacho kinafanyika kwa mara ya kwanza. Kiogope sana, kinakuwa kina magano. Kwa maana utaona ganga kienyeji wanatafuta wazaliwa wa kwanza. Unaona wachawi wanatafuta wazaliwa wa kwanza. Kwa chochote kinachofanyika cha kwanza kinakuaga na magano na nguvu zisizokuwa za kawaida. Kwa hiyo damu iliyomwagwa ya kwanza ardhini ilikuwa ni ya mtoto wa mtu anayeitwa Adamu. Kwa hiyo ni lazima aje mtoto mwingine wa Adamu ambaye atamwaga damu tena kwa namna ile ile ili kucancel, kuondoa na agano lilofanyika kwa damu ya kwanza ambayo ilileta matatizo kwa vizazi vilivyotangulia. Kuleta laana, ardhi ilipakea damu isiyokuwa na mtu asiyekuwa na hatia, ikasababisha kulaaniwa kwa vizazi vyote. Ardhi ikalaaniwa mara ya pili baada ya Mungu kumlaani Adamu na kumwambia utakula kwa jasho. Baada hapo tuoni tena Mungu alilaani ardhi baada ya Kaini. Sasa kulipofika wakati wa matengenezo, Kristo alipokuja duniani, ilipaswa awe na yeye ni mfano wa mwana wa Adamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano ule ule, na ni lazima na yeye pia damu yake imwagwe, ishuke ardhini, ili na yeye sasa asimame kuleta nyakati nyingine mpya za ardhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapa anakuja kusema sasa na Yesu mjumbe wa agano jipya. Mjumbe wa agano jipya ni Yesu Kristo, na damu ya kunyunyizwa ambayo inanena mema kuliko damu ya Abili. Sasa damu ya Yesu inanenaje mema? Ndio leo hii nataka tujifunze kuhusiana na hii damu ya Yesu, kwa sababu tayari kwenye kitabu cha Ufunuo anasema wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo. Kwa watu ambao wanajua ufunuo uliopo katika damu ya mwanakondoo, damu ya Yesu Kristo, ndio ambao wanaweza kumshinda Ibilisi, ndio wanaweza kuvunja laana, ndio wanaweza kuvunja maagano ambayo yamekaa, ambayo hajawekwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Kristo alipokuja kama mwana wa Adamu, akaanza kutembea duniani katika haki, na yeye akaja akapigwa kwa namna ile ile na kuuawa pasipo kosa kama alivyouawa mwana wa Adamu wa kwanza ambaye alikuwa ni Abili. Akatembea katika haki, akahubiri utakatifu, akawapenda watu wote, wala hakutenda dhambi hata moja. Abili hakuwa mkamilifu kuliko Yesu Kristo. Baadaye alikufa Kristo, akasulubiwa pale Kalvari, damu ikamwagika ardhini. Bwana Yesu asifiwe sana. Popote damu inapomwagika kwa kitu cha kwanza, tayari mambo yanabadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo alikuwa kama mwana wa Mungu pia, akafika duniani akasulubiwa pasipo kosa, ile damu ikabaki ardhini. Sasa ile damu waga inanena siku zote. Damu inanena. Haineni siku moja, siku mbili, siku tatu, bali inanena paka itakapokuja damu nyingine kutangua hicho kitu cha kwanza kilichofanyika. Kwa Kristo alikuwa ni mzaliwa wa kwanza wa uzao wa mbinguni. Damu yake ilipofika ardhini, pale pale ikaanza kunena. Inaanza kunena nini sasa? Inaanza kunena maisha ya Yesu Kristo. Abili yeye alikuwa anajiona ni mkamilifu, hastahili kupata yale, na wala kujua anakufa kwa ajili ya nini. Zile kumbukumbu zikabaki kwenye damu yake. Damu yake ikaenda baki ardhini kuuliza, Bwana, kwa nini nimefanya hivi? Bwana, wewe ni Mungu wa kujilipiza kisasi. Bwana, wewe ni Mungu wa haki. Kwa nini haya amenitokea? Kwa sababu ndicho kilichokuwepo katika akili na fahamu za Abili. Kristo maisha yake alikuwa amejaa wema, huruma,
utakatifu, usafi na msamaha. Kwa damu yake ilipomwagika ardhini, ikaanza kurejea sasa zile kitu ambacho kilikuwa katika maisha ya Yesu Kristo. Nini? Msamaha. Baba wasamehe, warehemu, nimekuja kwa kusudi hili, nilikuwa najua naenda kufa ili watu waokolewe. Kwa ile damu inazungumza zaidi yale maneno ya Yesu alikuwa hai. Hiyo ndio maana kwa nini Kristo afi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa sababu damu inazungumza zaidi ya maneno, inatoa taarifa kamili zaidi ya maneno. Kwa ile damu ipo ardhini, sio ikaliwa na wadudu ikaisha. Mpaka leo hii ipo ardhini inanena. Haipo mbinguni. Damu ya Yesu mpaka sasa hivi tunavyozungumza ipo ardhini inanena. Damu ya Yesu Kristo. Sasa kwa sababu damu hii ni kubwa kuliko ile ya Abili, kwa sababu inanena mema kuliko ile ya Abili, inanena msamaha kuliko Abili, maana tupo katika kizazi kingine, tupo katika nyakati nyingine za ukombozi, tupo nyakati nyingine za ajabu sana ambazo sisi hatujui. Wengi hawajui wapo katika nyakati zipi. Wengi hawajui wapo katika maagano yapi. Wengi hawajui wapo katika nafasi ipi. Ndio maana leo hii shetani hawezi kumshinda, kwa sababu hawajui nguvu iliyoko katika damu ya Yesu Kristo. Kwa ufunuo utaona mtu anakuambia tu damu ya Yesu, damu ya Yesu, lakini hajui damu ya Yesu inafanyaje kazi. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Hajui damu ya Yesu inatendaje kazi. Amen. Kwa ile damu ipo ardhini sasa inanena mema kwa ajili ya hao ambao wanamwamini Yesu Kristo, manake wanapenda kufanya mapenzi ya Mungu waliojitoa. Hiyo damu iko ardhini inanena. Ukielewa namna hiyo, ni kitendo tu cha kuchukua nakala yako na kusema, kumwambia shetani, unaona kilichoandikwa hapo? Mimi ninaishi katika agano lilo bora. Huna haki juu yangu ya kuniletea hiki. Huna haki juu yangu ya kunisababisha hili. Kwa sababu hiyo damu ya Yesu Kristo inanena mema zaidi ya chochote kile. Unajua kwa nini leo hii watu wakienda kwa waganga kienyeji wanaambiwa walete mbuzi, kondoo, njiwa, kuku? Kwa sababu gani? Sababu waganga wanajua kabisa damu waga inanena. Unajua hicho. Kwa wakichinja yule kondoo au yule mbuzi, kama kuna maneno wameyanuia kwa yule mbuzi, kama kuna malana wameyaweka kwa yule mbuzi, kama kuna vitu wameviweka kwa yule mbuzi na kwa yule mnyama. Na siku hizi kuna wanyama ambao hii dunia imeisha. Hii dunia imeisha kabisa. Kuna sadaka za wanyama ambazo zinaenda kutolewa, unakuta mbuzi tayari kashalala na wanadamu. Alafu ndo anapelekwa kwa mganga kienyeji. Yule mbuzi kashaikwa maroho ndani yake, kashanuiwa, kashaikiwa kila kitu. Alafu ile damu yake ndio anaenda kuchinjwa, damu na mwago ardhini. Shida sio nyama. Mganga hahitaji nyama, wachawi hahitaji nyama ile. Ile nyama ile wanaweza kukupa hata karudi nao ukaenda kula. Wanachohitaji ni damu. Ile damu kishamwagika pale inazungumza vizuri zaidi ya kile vile vitendo ambavyo ule mnyama alifanya au roho zilizokuwepo ndani ya ule mnyama. Ndio pale ambapo utaona matatizo yote ule mtu anamuingia, kwa sababu ile damu tayari inazungumza. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Kwa sasa ikimkuta mtu ambaye hayupo katika agano la damu ya Yesu, yule mnyama aliyechinjwa, matatizo yote yanampata vizuri kabisa. Maana leo hii usimchezee mganga kienyeji wala mchawi ikiwa wewe haupo ndani ya neema ya Yesu Kristo. Atakupiga kweli na kile anachokifanya kinaleta matokeo chanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hakuna agano lolote unaloweza kuingia wewe kwenda kupambana na magano ya makafara ya nyama, makafara ya ng'ombe, makafara sijui ya vitu gani, hata ya wanadamu pia, mpaka watu. Tena hizo ndo mbaya kabisa. Kuna watu wanatoa mpaka kafara za watu kabisa. Mtu anaenda kuchukuliwa, damu yake inamwagwa. Lakini kabla kuuawa mtu, kabla kutolewa kafara, lazima awekwe, maisha yake yatengenezwe na Lucifer. Yakishatengenezwa, ikienda kumwagwa ile damu inanena mambo ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lakini sasa damu ya Yesu kwa sababu ipo mpaka leo ardhini, na sasa hivi zipo damu za watu wengi ardhini. Zipo damu za wanyama wengi ardhini, zinanena kwa ajili ya watu, kwa ajili ya watu, kwa ajili ya maisha ya watu, kwa ajili ya afya ya watu, kwa ajili ya wokovu wa watu na kadhalika na kadhalika. Lakini ipo pia damu ambayo ina nguvu inayonena mema kuliko hizo damu nyingine. Ndio sadaka ambayo sisi tayari shatolewa. Tunahitaji tena kutoa sadaka za nyama sasa hivi kwenda kutakasa nini na nini. Ni kuelewa tu damu ya Yesu. Inanena ipo katika ardhi.
Hiyo tukielewa na katika ufunuo na kuitumia, sio kusema tu kwa damu ya Yesu. Tutasema kwa damu ya Yesu, lakini ndani tunaelewa hii damu inafanyaje kazi. Inafanya kazi na wale ambao tayari wamemwamini Yesu Kristo. Bwana Yesu nasifiwe sana. Bwana Yesu nasifiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe. Sijui tunaelewana? Sasa mnaomba tuangalie andiko moja. Nataka tuangalie sasa tunaingiaje katika agano la damu ya Yesu. Tunaingia vipi katika agano la damu ya Yesu Kristo? Alafu tutaenda kuangalia jinsi damu ya Yesu inavyoweza kutakasa maisha yetu, afya zetu na roho zetu. Kupitia hii damu leo hii tutaenda kuomba pia leo hii urejesho na nguvu za Roho Mtakatifu. Tutaenda kuomba hapa. Leo tutaenda kuomba. Tutaenda kutumia damu ya Yesu. Kwa sababu kupitia hiyo ndio tunamshinda yule ibilisi. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Sasa wangapi wanataka kuona nguvu ya damu ya Yesu katika maisha yao? Tunataka wote kuona nguvu ya damu ya Yesu katika maisha yetu. Leo tutaanza leo kuiona. Kama tulishaiona kidogo, leo tutaiona kuanzia usana na kuendelea mbele. Nguvu ya damu ya Yesu Kristo. Katika pia maombi. Tunaingiaje katika agano hili? Leo nataka tujifunze. Alafu kama mtu hajaingia leo hii tunaanza hatua hizo za kuingia katika agano la damu ya Yesu. Kimaandiko. Tunaingiaje katika agano la damu ya Yesu? Tunaingia katika agano la damu ya Yesu kwanza kwa kumwamini Yesu Kristo. Kwamba alikuja kumwaga damu yake kwa ajili hiyo hiyo ya kukombolewa. Imani ya kwanza hiyo. Pili, tunaingia kwa kubatizwa pia. Lazima tukamilishe kwa ubatizo. Tukishabatizwa tumeingia katika mwili wa Yesu Kristo, tunakuwa ni viungo. Tunakuwa ni viungo. Bwana Yesu nasifiwe sana. Biblia ni kitabu kizuri sana ukielewa, kwa sababu kinaelezea, kina mifano ya damu na nyama ambayo inaelezea mambo ya roho. Sasa kila mtu hapa ana viungo katika mwili wake. Una macho, una mkono, si ndio? Una mguu, una masikio, una pua, una mdomo. Hivyo ni viungo ambavyo vinatengeneza, vote vikiunganishwa vinajenga mwili, si ndio? Alafu kuna damu ndani yako. Hiyo damu inazunguka katika kila kiungo. Na hiyo damu inayozunguka ndio inaupa uzima vile viungo, si ndio? Sasa sisi tunapookoka tunakuwa ni viungo vya Kristo. Alafu ile damu inakuwa inazunguka ndani yetu katika uzima. Sio tu kunena, lakini pia inazunguka ndani yetu. Kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza sura 12 na mstari wa 12. Biblia inasema hivi: maana kama vile mwili ni mmoja, nao una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja. Vivyo hivyo na Kristo. Kwa maana katika roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, nasi sote tulinyweshwa roho mmoja. Kwa hiyo ukienda kuulizwa lengo la kubatizwa pia ni nini? Ni kufanyika kuwa mwili. Tulibatizwa kuwa mwili mmoja. Ndio maana leo hii mtu kimwambia ubatizo anaona kama vile unaongea kitu ambacho hakina maana, lakini ubatizo una maana kubwa. Kumwamini tu Kristo haitoshi. Ni lazima ubatizwe ili uwe mwili. Tunabatizwa kuwa mwili mmoja. Huwezi kuwa katika mwili wa Kristo kama hujabatizwa katika ubatizo sahihi. Na kama wewe sio kiungo katika mwili wa Kristo, maana yake damu haiwezi kuzunguka kwako. Nikiukata mkono nikiweka hapa, damu inapita. Itazunguka kwenye viungo ambavyo vimejishikamanisha katika mwili huo mmoja. Kwa vile vile ikiwa umebatizwa, maana yake umeingia katika mwili wa Kristo, ile damu inazunguka katika mwili wako. Kwa hiyo tunautengeneza mwili wa Kristo ulio hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Naomba nikusomee tena kitabu cha Warumi sura 12. Warumi 12 mstari 4 anasema hivi: kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi, katika mwili mmoja tuna viungo vingi, wala viungo vyote havitendi kazi moja. Vivyo hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo, na viungo kila mmoja kwa mwenzake. Basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali kwa kadiri ya neema mliopewa, ikiwa unabii tushetu hapo. Kwa sisi sote ni viungo katika mwili wa Kristo. Kwa kama kiungo, maana yake damu itakuwa inazunguka ndani yako. Inazunguka katika kanisa. Maana yake inavyozunguka inazunguka kuleta virutubisho vya haki, inaleta virutubisho vya utakatifu. Sasa mwili wa Kristo ulikuwa na magonjwa, haukuwa na magonjwa, si ndio? Mwili wa Kristo ulikuwa
ulikuwa na maradhi, haukuwa na maradhi. Ulikuwa na shida, ulikuwa haukuwa na shida. Ulikuwa ni wa dhambi, haukuwa na dhambi. Kwa mtu yoyote ambaye amebatizwa katika mwili wa Kristo, ile damu inakuwa inazunguka katika uhai wa kanisa, inasababisha uhai uliokuwepo ndani ya Kristo uwepo ndani huyo mtu. Ndio maana mtu ambaye amempokea Kristo kweli kweli, anayejua ufunuo wa Kristo, magonjwa hayawezi kumtawala kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Dhambi haiwezi kumtawala kabisa. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye ni kiungo katika mwili wa Kristo, anabeba tabia za mwili wa Kristo. Ushaona mkono wa Yesu Kristo unaenda kuiba? Hauwezi kwenda kuiba, si ndio? Ushaona mguu wa Kristo unakimbilia kumwaga damu? Haiwezekani. Ushaona mkono wa Kristo unalazwa mahospitalini muda mrefu, unaenda unakaa kule? Haiwezekani. Kwa sababu gani? Mwili wa Kristo ni mtakatifu, unalindwa na nguvu za Mungu kwa sababu ya damu iliyoko ndani yake, damu ya mbinguni. Hali kadhalika na sisi tunapokuwa katika viungo, tunakuwa katika mwili ule wa Kristo, ile neema ya Mungu inatembea katikati yetu. Amen. Wakati huo damu inanena kwa ajili yetu. Kwa hiyo tukiwa katika hali hiyo, hakuna shida, hakuna tabu, hakuna maradhi yote nataka uweza kukukabili au kukuingilia, au shida au tabu au dhiki. Lolote utakaokuwa unalipitia ambalo linaonekana ni changamoto, ni la muda tu, litakuwa ni jaribu la mpito, kwa sababu Mungu anakupitisha mahali fulani, lakini sio jambo la kukutawala katika maisha yako. Usikubali kutawaliwa na dhambi katika maisha yako, wakati kuna damu ambayo inazunguka katika mwili wako. Iko damu inayonena kwa ajili yako ardhini. Usikubali kutawaliwa na magonjwa, na wakati huo ipo damu ardhini inayonena kwa ajili yako uzima. Usikubali kutawaliwa na dhambi, wakati mwili wa Kristo haukuwa na dhambi. Utakuwaje kanisani alafu ni mtu wa dhambi? Dhambi inakushindaje? Ulevi unakushindaje? Uasherati unakushindaje? Uhuni unakushindaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Na kila aina matatizo ambayo ibilisi anawapa watu ambao hawajamwamini yeye, anakupa wewe. Bado haupo, umekatwa, wewe sio kiungo cha Kristo. Damu haipo, haizunguki kwako. Damu inene, haupo katika ile agano la damu ya Yesu. Ukiingia katika ile damu ya Yesu na kuhakikisha hivyo vitu havipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakuwa unanyemelewa na hivyo vitu, lakini havitakutawala. Kwa leo hii tutaenda kumuomba Mungu. Leo tutaenda kumuomba Mungu. Kama kuna kitu chochote ambacho kimeingia katika maisha yako, leo hii tunaenda kuita damu ya Yesu inaonena mema kuliko damu ya Abeli, ikanene mema kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni swala la kurekebisha tu uelewa wako, unafungua milango. Swala tu la kurekebisha uelewa wako, unafungua milango. Tunapoenda kuomba ni kumalizia. Ukiweza kurekebisha ufahamu wako namna hiyo na kuelewa na kujua haki yako ni ipi, umefungua milango mingi. Utatumia nguvu nyingi kwa sababu unaelewa. Ndio maana anasema wakamshinda kwa neno la ushuhuda wao na kwa damu ya mwanakondoo. Na damu ya mwanakondoo pia ipo kwenye neno. Amen. Kwa tunaenda kuomba sasa hivi. Tunaenda kuachilia nguvu ya damu ya Yesu ikaingia katika ufahamu wako kwanza. Alafu baada hapo mambo mengine yakofuate. Kwa naomba tusimame kwa miguu yetu. Sehemu ya pili wiki ijayo tutaenda kuangalia utakaso uliopo katika damu ya Yesu kwa neema ya Mungu. Alafu tutamaliza pia na sehemu nyingine ambazo tutakuwa tumeziandaa. Wakati wa maombi, ikiwa unahitaji msaada wa damu ya Yesu ikanene mema kwa ajili yako, maneno yako hayatatosha, ujuzi wako utatosha. Ipo damu ambayo ina taarifa za kutosha, itaenda kunena mema kwa ajili yako. Wakati wa maombi utasogea hapa mbele. Kama una magonjwa, kama una shida, una changamoto ya muda mrefu sana au ya muda mfupi, utakuja hapa mbele wakati tunajiandaa kuomba, na nitaenda kutamka kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Leo hii vifungo hivyo, leo hii kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu vinaenda kukatika. Mateso hayo utakayoone tena, na leo Kristo anaenda kuzika vote hivyo. Hiyo damu inanena mema. Wakati tunaendelea kuabudu, utasogea hapa mbele tukaabudu pamoja. Inanena mema, inanena mema, oh inanena mema, oh inanena mema, damu inanena mema. Mwambie damu yako Yesu
Sasa naelewa kumbe nani nenea mema. Yasamehe dhambi, damu ya Yesu yaleta amani. Mema, oh inanena mema, damu inanena mema, oh yaleta amani, oh yaleta amani, yaleta amani, damu yaleta amani.